Shirikisho la taasisi za Kiislamu Tanga idara ya kina mama Shita leo hii limefanya dua ya kuombea mahujaji kutoka nchini Makkatul Mukarram, lakini alikadhalika kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, alikadhalika kumwombea mkuu wa mkoa wa Tanga Dr. Batilda Saleh Burian. Lakini mengi mazuri zaidi tunayapata kutoka hapa barabara ya 8/7 kama tunavyo. Jina langu naitwa Mwanaidi Kombo, nimekuja hapa kumwakilisha Mheshimiwa Batilda Burian, mkuu wa mkoa wa Tanga. Dua ya leo ni maalum kwa kumwombea Mheshimiwa Rais kwa ajili ya utendaji wake bora, lakini pia kumuondoshia mabalaa yote katika uendeshaji wake. Nchi sio kitu rahisi, nchi ni kitu kikubwa. Kwa hiyo yeye kama jemedari wetu, basi tunamwombea Mungu asahilishe mambo yake yaende vizuri. Lakini pia tulikuwa tunakuja kuwaombea mahujaji wetu, tunamshukuru Mungu kwa ujio wao, kwa sababu wameenda salama, wamerudi salama, ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini pia kupata dua kutoka kwao, kwa sababu wao wameenda sehemu ambayo ni tukufu, takatifu, na wamerudi kama watoto wadogo. Kwa hiyo tunaamini kabisa katika maombi yao ambayo wametuombea, na sisi tutapata angalau kitu katika dua zao. Katika dua ambazo pia zimeombwa hapa ni Mwenyezi Mungu azilinde ibada zao, wazienzi ibada zao mpaka mwisho wa uhai wao. Kwa hiyo tunaendelea na sisi kuwaombea, na wao wenyewe waendelee kujiombea kuhakikisha basi kile ambacho kimewapeleka hija basi wahakikishe wanakiishi, wasije wakakengeuka wakaharibu ibada yao ya hija. Ulishaona watu wameenda Maka, mwisho wa siku wanarudi katika maasi ya mtu anaanza kuvuta sigara, anaanza kufanya mambo mengine ambayo hayako sahihi zaidi? Ni wengi tu, kwa mifano siwezi kuwataja, lakini ni wengi ambao wamekingeuka, wakirudi tena wanaenda kwenye uzinifu, wanaenda kwenye mambo ya starehe za kidunia na kadhalika. Kwa hiyo tumewaombea hawa ili Mwenyezi Mungu basi azilinde ibada zao, ailinde hija yao mpaka ukomo wa maisha yao. Asante sana. Mimi naitwa Baby Rwando Saburi. Kwa ujumla sisi Waislamu, kama ada ilivyo kwamba mwenzako akifanya jambo zuri lazima na wewe umpongeze ili apate imani, na sisi wengine ambao bado hatujapata fursa kama hii, ili tuweze kupata hamasa kwamba tukiangalia wenzetu kwamba wao wameweza, Mwenyezi Mungu ameweza kuwapa nafasi ya kufika kuhiji na kurudi salama, basi na sisi tumetamani. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa majina naitwa Nishu Hamza, naishi Morogoro. Hayo ndio majina yangu. Nimetaka kutimiza nguzo ya 5 ya Uislamu, kwa kuwa tumeshaambiwa arkanu Islam hamsat, nguzo za Kiislamu ni 5. Kwa hiyo ile nguzo ilikuwa inanihusu, kwa hiyo nimetia nia ya kwenda kuitekeleza ili niwe tayari nimeshatekamilisha Uislamu wangu. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amenifanyia wepesi. Na unatakiwa unapokwenda hija, na hata kabla hujakwenda hija, ujue kwamba wewe ni mtu ambaye utaondoka duniani wakati wowote. Uishi katika hali ya kujitayarisha. Kwa hiyo wao wamekwenda kama vile pikniki, lakini kwenye nafsi zao bado hawajakuwa na takwa. Ukiwa na takwa ya kweli, huwezi kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, alafu baadaye tena kuja kufanya mambo yale ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi. Kwa hiyo nikwambie kwamba wao takwa zao bado hazijatulia, bado dunia yao wanaipenda, bado dunia hawajamaliza. Na Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, na sisi pia atukumbushe kwa hilo, kwa kuwa safari ni ngumu, safari ina gharama, na umejisalimisha vizuri. Yaani kama mtu ambaye umeshona nguo afuna baadaye tena unakuja kuichojoa, hiyo inakuwa sio akili. Basi Mwenyezi Mungu atukumbushe inshallah. Mimi katibu mkuu wa Shirikisho la Taasisi za Kiislamu, lakini ili tukio la leo ni kwa ajili kama linavyosomeka bango, idara ya kina mama. Kwa hiyo kina mama wamewaalika mahujati wote kuja kuwa nao na kuwaombea Mungu na kuomba dua pia kwa sababu ya mama yetu Samia Suluhu. Kwa hiyo tumetegemea kuwa na mkuu wa mkoa wa Tanga kushiriki nasi katika jambo hili, na alhamdulillah ametoa dharura kidogo kwamba atakuwa na dharura, lakini amemleta mwakilishi. Kwa hiyo jambo kubwa ni kwamba tuko nalo hili kwa kufanya umoja wa Kiislamu watu wa Tanga katika umoja wa wanawake. Kwa hiyo matukio ambayo yanao katika taratibu zao, nafikiri wao ndio watakuwa waelezaji zaidi katika shughuli yao hiyo. Rayani ya kwanza kufanya hivi ama ni kila mwaka, na malengo yenu hasa makubwa zaidi ni nini? Hii sio mara ya kwanza, ni mara nyingi huwa tunafanya kitu kama hichi, isipokuwa tu kwa mara hii kidogo tumekiboresha zaidi
na lengo letu ni kuweka umoja wa Waislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaamrisha sana, wahtasimu billahi wala tafarraku. Kwa hiyo sana ni kuweka watu pamoja, kuweza kuwa na umoja, ukiwa kuna tofauti kuzisolve pamoja.